Shalom, shalom. Isiwa dad Prophet Denyo. Leo nataka niwaelekeze kitu. Najua wengi mmenimisi ambao mlikuwa mnapenda kuniona kupitia YouTube, na wengi mmenimisi ambao mnapenda sana kufuatilia mafundisho yangu. Nataka nikufundishe kitu cha dakika 5. Nitakuwa nafanya hivi mara kwa mara, na nitakuwa natumia simu tu, saa zingine nikiwa nasafiri unakuwa kuna ujumbe. Nataka nikufundishe kitu kinaitwa agano. Popote unapotazama hii video, ili ni somo ambalo litakusaidia na ni refu kidogo. Kuna watu hadi leo hii hawajui Yesu anatumia njia ipi kumfanya mtu anapona. Si Prophet Shila, nimeona video yako unamwombea mtu mguu umeoza ukapona. Unawezaje kuniombea mimi nikapona? Prophet Shila nimeona anaombea mtu HIV mpaka tunaonekana kama waongo, wakati vitu vipo kwenye Biblia. Ni rahisi sana kwa mlokole kusema kwamba zile ni nguvu za giza, kwa sababu yeye kila kiomba kitokee kitu kwake. Kwa hiyo anakuwa ni ngumu kabisa kuamini kwamba ni nguvu za Mungu. Sasa nataka kufundisha kitu ambacho hizo engo ukicheza nazo unaweza ukajitengenezea muujiza hata chumbani kwako. Yaani you don't need even to be kupata prayers za mtu. This thing we call covenant, agano kwa Kifaransa sema accordation, makubaliano. Hiki kitu ukiwa nacho katika maisha yako ni rahisi sana kupata miujiza sana without anyone's attention. Kwa unapotazama video kuwa makini sana, kama una kalamu andika vizuri. Na kunafundisha Yesu anaponya mtu kwa kupitia njia 3. Na ukibishana na mimi sasa hivi ukinibishia, hata ukija kukutana na Yesu live ana kwa ana, basi atakwambia njia anazotumia ni 3. Njia ya kwanza inaitwa mercy. Mercy maana yake ni kwa Kiswahili ni rehema, huruma. Unasema have mercy on me, mtu akisema hivyo maana yake nionee huruma. Kwa mercy maana yake ni huruma. Yaani yeye mwenyewe tu akimhurumia mtu anaweza kumponya bila huyo mtu kuwa na utakatifu au kitu chochote. Sijui kama unanielewa vizuri. Lakini njia ya pili inaitwa faith. Hii sasa wachungaji wengi au watumishi wengi wanapenda kushadadia kwa ukiwa na imani yako itakuponya. Biblia inasema ukiwa na imani kama chembe dogo ya haradali unaweza uhamishe mlima ukajitose baharini. Yaani hii imefundishwa sana kwamba ukiwa na imani lazima ufunguliwe. Ni kweli kabisa, hii ni njia mojawapo. Lakini ni ngumu sana, kwa sababu mtu unaambia ukiwa na imani kama chembe dogo ya haradali unaweza kuhamisha mlima Kilimanjaro. Inamaanisha hadi sasa hivi hakuna mtu mwenye imani kama chembe dogo ya haradali. Kwa matatizo ambayo mtu yanakukuta, hata wewe unanitazama, maana unasema kwa hiyo mimi imani yangu hata chembe dogo ya haradali haipo. Maana yake kama unaweza kuhamisha mlima, unashindwaje kuhamisha umaskini wako? Hapo ndio unapojua kabisa kwamba imani ni yengo ngumu sana. Japokuwa tunakuwa tunajiita sisi ni watu wa imani, tunaamini tukifa. Imani inaongelewa hapo sio hiyo. Imani ni nini? Let me define. Imani is the amount of hope you have. Imani ni kiwango chako cha matumaini. Ukiwa unanyanyua mguu wako, kwa nini unakanyaga chini vizuri na unatembea? Maana yake unatumaini lazima nitakanyaga kwa sababu jana nilikanyaga. Kwa matumaini yakiwa makubwa, maana yake imani yako ipo kubwa sana. Kwa mfano ukiwa unalala unaamini tu asubuhi utaamka, maana imani yako ipo kubwa sana kuna kuamka. Yaani unatumaini sana. Natumaini nitapata ile hela, maana yake imani yako ni kubwa sana. Unaona? Kwa ni kiwango cha tumaini lako, the way unavyotumaini. Sasa maana yake unapokuwa unaomba HIV unatumaini vipi unapona? Sasa hiyo ndio inaitwa imani. Yaani ukiwa unatumaini kidogo kama chembe dogo ya haradali unaweza ukahamisha mlima au ukapona. Sasa inamaanisha leo hii unapokuwa na kansa au una madeni au hauna kazi na unatazama hii video, maana yake ndio unajua kumbe faith hiyo embo ni ngumu sana. Hii njia ya 3 na ya mwisho inaitwa covenant. Hii ndio nataka nikufundishe leo. Covenant kwa lugha nyingine ndio nimesema, kwa Kiswahili tunasema agano, makubaliano. Mercy nimekuambia maana yake ni rehema. Tunaipata wapi kwenye Biblia? Biblia ukisoma katika Marko sura ya 10, na mimi kidogo ipo humu. Marko sura ya 10 mstari wa 46 tukianzia. Let me open my Bible. Hii itakusaidia sana. Naomba unisikilize kwa makini. Tena kama una mtu anapita hapo anakusumbua, naomba umwambie akupishe, kwa sababu kuna kitu kikubwa leo kitatokea katika maisha yako kama utanisikiliza vizuri. Na watu wengi watanipigia simu za kuwa na ushuhuda, nina ushuhuda. Marko 10 mstari wa 46 Biblia inasema hivi. Open your Bible. Biblia inasema wakafika Yeriko.
Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Unaona Yesu hapa anapita na kuna kipofu yuko pembeni. Mstari wa 47. Naye aliposikia ni kwamba ni Yesu Nazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi unirehemu. Unaona mstari wa 47. Biblia inasema Marko sura ya 10 mstari wa 47, inasema mwana wa Daudi unirehemu, that is mercy. Unirehemu, neno unirehemu maana yake unionee huruma. Kwa huyu mtu unaonekana hana imani, hana makubaliano na Mungu ya kupona, lakini anachoomba kwa Yesu huruma. Sasa kinachonishangaza, Yesu alimuona pale kipofu na akampita. Sasa kati ya mimi na wewe, nani na ukaribu na Yesu? Bartimayo kipofu yuko pale pale njiani, Yesu kampita. Sisi ambao hata tumuoni saa zingine, anakupita ukimwomba unahitaji ajira, anakupita tu. Kwa sababu unacheza na engo sio ya kwako. Hebu nisikilize leo, itakusaidia sana. Sasa hebu angalia mstari wa 48. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Inamaanisha Yesu alishaachana naye huyo kipofu, anaendelea na mitikasi yake, anaendelea na shughuli zake za injili, lakini yule kipofu kamdampo. Na nataka nakwambia kuna vipofu wengi, lakini huyu ndo alikuwa anapiga kelele. Nitakuonesha. Hebu angalia mstari wa 48 au 49, Marko sura 10. Biblia inasema Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia jipe moyo. Inamaanisha Yesu alisimama kwa sababu yule kipofu alimwambia, mwana wa Daudi naomba unirehemu. Kwa tunatiki kwamba kumbe Mungu anaweza kumponya mtu kwa huruma yake tu mwenyewe. Sio imani. Tunakuja faith. Faith iko sehemu nyingi. Sina haja hata kufungua sana Biblia. Kuna sehemu Yesu alikutana na mwanamke. Yule mwanamke akamwambia anahitaji mjakazi wake apone. Yesu akamwambia, chakula cha watoto siwezi kuwapa mbwa. Na yule mwanamke akareply akasema, bwana wangu, hata mbwa huwa wanakula makombo ya bwana zao. Yesu akamwambia, sijawahi kuona imani kama hii. Kwanza kumbe Yesu kitendo cha kusema sijawahi kuona imani kama hii tayari inaonyesha kinachohusika pale ni imani. Yesu akasema sijawahi kuona imani kama hii. Kwa maana nyingine, kumbe kuna watu wanafunguliwa kwa sababu ya imani. Sasa wana amount kubwa sana ya hope, ya tumaini. Sasa hii kwa nini nasema ni ngumu? Challenge yake ya kwanza, ukiwa na imani, Yesu lazima i-challenge hiyo imani yako. Kuna mwimbaji mmoja wa injili alimba alisema nini? Majaribu ni mtaji. Yaani Yesu anaijaribu hadi hiyo imani yako. Sababu alijaribu kumchallenge yule mtu kwamba sitoi chakula cha watoto kuwapa mbwa. Sasa kwa lugha ya kawaida, mimi mchungaji nikikwambia wewe mbwa, tukutane babane, au utakuja hata kanisani kwangu utasema hana adabu. Wewe ni nabii wa uongo yule. Sasa Yesu alikuwa anasema, yaani tena alikuwa atoa kauli ngumu ambayo inakukatisha tamaa kuongea naye. Yaani pengine mimi ningekuwa yule mama, ningesema kanita mbwa, Mungu atanilipa. Na yule babako akiroa akikusema tunaama na kanisa, yule sio hana hekima. Nimeama ICG si kwa sababu si pastor kanifokea. Si pastor Daniel Shila hana hekima, apokee simu yangu. Yesu alikuwa amemtuma mbwa. Sio ngedele, mbwa. Kwa maana nyingine imani lazima i-challenge imani. Unaona kwenye Marko sura ya 2 mstari wa 4 utaona Yesu akafika Kapernaum. Alipofika Kapernaum, kulikuwa kuna mtu ajiwezi. Na alikuwa hakuna njia ya kupita. Biblia inasema yule mtu akatoboa dari. He uncovered the roof ili amuone Yesu. Angalia imani. Alipotoboa ile dari kwa sababu hakuna sehemu ya kupita, Yesu akumponya kwa sababu alikuwa anamuonea huruma. Au alikuwa Mungu hawai wala acheli Mungu na wakati. Ukuta hata sio wakati wake kupona. Lakini Yesu akamponya kwa sababu akaona imani yako. Biblia inasema imani yako imekupona.
Biblia inasema hivyo. Kwa hiyo inaonekana Yesu anasema wewe imani yako tu wewe. Sadaka utoi. Fungu la 10 wewe imani yako tu imekuokoa. Kwa tunakutana na watu kanisani, mwingine ana imani yake anapona HIV, mwingine hana imani, lakini Mungu anamhurumia kwa sababu amemwona katoka Nigeria, katoka South Africa, kaenda Bagala, kaenda wapi, kakutana na bishira. Mungu asema okay, nimemhurumia. Na ile ujue Mungu ana rehema. Biblia inasema ukisoma Kutoka 14 ile sura yote utaona anasema sasa nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Yaani kuna muda Mungu mwenyewe ana feel tu, ngoja nimsaidie huyu nabii Shila huyu. Ngoja nimsaidie tu huyu mama apate mtoto. Ngoja nimsaidie huyu mama ashike ujauzito. Ngoja nimsaidie huyu mama apate mtaji. Kuna muda Mungu tu anakuwa anakuhurumia. Lakini kuhurumia kwenyewe lazima upaze sauti, sio kuongea kwa kung'ang'ana, kwa sababu Bartimayo alipokuwa anamwambia Bwana Daudi unirehemu, kuna watu pia wakamkemea. Unaona hizi engo mbili nazo ni ngumu, mercy and faith. Sasa hii ya tatu inaitwa covenant. Hii covenant aisee, hii sawa kama leo mimi ninakupa hela tu. Yaani leo ninakupa free wifi. Yaani unapokuwa tumia ujiza. Na kama hautatumia hii, Mungu huwa anafanya makubaliano. Makubaliano ni mkataba. Mkataba huwa unamfunga hadi Mungu. Mungu akikubaliana na nabii Shila, ukifanya huduma hata iweje, kuna mtu atapona HIV. Kwa kuna mtu anaweza akapona HIV kwa sababu mimi na Mungu tulikubaliana. Nimwambie Bwana mimi labda siwezi, ambia nenda. Mungu anakubaliana na Musa, anamwambia uenda kufanya Mungu kwa Farao. Kwa Mungu anakubaliana naye kwanza. Kuna watumishi msianze tu kazi bila kukubaliana na Mungu. Huwa ninafundisha na nimekutana sasa hivi kuna manabii wengi kuliko hata waumini, manabii wengi. Alafu kila nikimuuliza Mungu ananiambia simchukii, lakini usio nabii huyo. Sijakubaliana naye chochote. Mwingine kaota tu ndoto, hajakutana na Mungu akapewa assignment ya kufanya, yeye akajiita nabii. Mwingine alikuwa mpiga kinanda, akaona tu pale sadaka zinapita akasema na mimi naweza nikahubiri. Mwingine tu yani kaisi tu anaobi, ametoa mapepo wawili wa vikojozi, watu wakaanguka chini akasema mimi ni prophet. Mwingine tu unajua Roho Mtakatifu anaongea na mtu ambaye sio nabii. Muonesho cha mtu kwa maana yake ni nabii. Kuprophesy haimaanishi ni prophet. Prophet maana yake ni ofisi. Yaani Mungu anakuambia wewe ofisi yako ni, kwa sababu hata kuna mitume na prophesy. Kuna wachungaji wana prophesy. Prophecy ni tunda la mwili. Ili yasema. Kwa unanisikiliza kwa makini sana hiki kitu cha tatu kinachoitwa covenant. Covenant ni makubaliano. Mungu anaweza akamponya mtu kupitia makubaliano. Kuna Biblia hii inaisoma mimi ambao unaisoma wewe unanitazama kupitia USA. Kuna watu naonesha, kuna vitu vingi naonesha USA. Yaani kama unatazama kupitia USA kuna muujiza wako. Yaani kuna vitu naonesha vingi sana. Listen very careful. Biblia inasema Yesu aliingia kwenye sinagogi. Na alipoingia kwenye sinagogi ilikuwa ni siku ya Sabato. Yaani haruhusiwi kufanya chochote, kufanya muujiza. Kwanza hebu angalia stagnation ya kwanza. Yesu kaingia kwenye sinagogi na haruhusiwi kufanya muujiza. Ya kwanza hiyo, andika, haruhusiwi. Stagnation ya pili. Yesu anamuona mama mmoja mdhaifu, ana backbone bent, ana mgongo ana kibiongo. Yule mama, hebu nisikilize, hajamwambia Yesu niombee. Kwa cha kwanza ukiwa na agano haushoboki. Yule mama hakushoboka. Kwanza kushoboka kwa sababu ni siku ya Sabato, aliogopa kujipendekeza, kutaka kufunguliwa. Cha pili, yule mama alikuwa anapata muujiza bila hata ruhusa yake pia. Ana mateso lakini alipata without her own attention. Hakuwa na attention kama ataombewa au itakuwaje hiyo siku. Kwa hiyo alikuwa unaware. Hakutambua chochote kinachotokea. Biblia inasema katika Marko 10 au tusome 13 hii ndio nitaishia hapa lakini tutaendelea mbele tena. Marko sura 13 muhimu sana, sikiliza.
tuanzie kusoma mstari wa tuanzie kusoma mstari wa tuanzie kusoma mstari wa 10. Biblia inasema siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, Yesu huyu. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyoosha kabisa. Mstari wa 12, Yesu alipomwona alimwita. Unaona Yesu ndo alimwita. Hebu angalia tofauti. Kwenye Messi, kwenye huruma ya Mungu, Bartimayo ndo anamwita Yesu. Lakini kwenye agano la Mungu, utalielewa ile agano, Yesu ndo anamwita mgonjwa. Sijui kama unanielewa vizuri, sijui kama una medula oblongata ya kumuelewa Prophet Shila. Biblia inasema Yesu alipomuona alimwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Inamaanisha yule mama kumwambia nataka kuombewa, akujipendekeza, lakini Yesu alishoboka na kujipendekeza. Nitakwambia kwa nini alishoboka na kujipendekeza. Biblia inasema mstari wa 13, akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Sasa maneno yakaanza mstari wa 14. Luka 13:14 Biblia inasema Luka 13, usije ukafungua Marko. Hii ni Luka 13, inaanzia mstari wa 10. Sasa hivi niko wa 14. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akamwambia, mkutano kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi, basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Inamaanisha Yesu amemponya mtu siku ambayo hajaruhusiwa kisheria. Wewe unaenda hadi siku yenye sheria na uponywe. Uone kuna sehemu unakosea. Unatoa na mazaka na mafungu la 10. Mimi usimtumie sadaka yako kama unielewe. Ukinielewa ndio utume sadaka. Hata baada ya somo unaweza kutuma sadaka. Kama hujaelewa usitume. Sababu itakuwa inaenda tu. Hebu angalia Luka 13 mstari wa 15 sasa tunaendelea. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi aende naye kumnywesha? Kuanzia 16. Na huyu mwanamke aliye uzao wa Ibrahimu. Huu mstari wa 16 ndio pigia mstari. Biblia inasema Luka 13 mstari wa 16. Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu. Unaona? Huyu mwanamke aliye wa uzao. Kumbe Yesu alipomwona yule mwanamke alijua ni uzao wa Ibrahimu. Hili neno uzao wa Ibrahimu maana yake kuna makubaliano kati ya Mungu na Ibrahimu. Na Mungu na Ibrahimu walikubaliana kwamba uzao wako utabarikiwa. Kwa maana nyingine, kwa sababu Mungu alishaingia mkataba na Ibrahimu, uzao wake utabarikiwa. Ule mkataba unamfunga Mungu. Mungu anakuwa anajipendekeza. Bartimayo alimuita Yesu, lakini Yesu alipokuwa kwenye sinagogi, Yesu alimuita huyu kibiongo na akamwambia siku isiyofaa. Kumbe kuna vitu vinamconvince Mungu kumponya mtu. Nisikilize vizuri. Huyu mama amepona kwa sababu baba yake alikubaliana na Mungu. Kuna watu siku hizi hawaponi magonjwa yao kwa sababu wanaomba ovyo ovyo, wanajiombea ovyo ovyo, wanaombewa pia ovyo ovyo. Shetani haogopi jina la Yesu. Ila shetani anaogopa mtu mwenye mamlaka na analitaja jina la Yesu. Kwa sababu hata wanafunzi wa Yesu walishindwa kutoa pepo na Yesu akiwa pembeni hapo hapo. Kwa usije ukawa unajidanganya kila siku kwamba utafunguliwa. Ni mimi nakwambia no. Hauwezi kupona kama uchezi na prophetic code na divine protocols. Regardless you are pastor, prophet, apostles, you will never be blessed or do any miracle without prophetic code and spiritual protocols. Hili somo watu wengi limewafungua leo. Mercy, faith and covenant. Njia 3 ambazo Mungu anatumia kumponya mtu.
na nitakuwa na muendelezo. Hakikisha una subscribe hii channel na una share video hii na watu wengi sana, kwa sababu watu wengi watafunguliwa. Mimi nina karama ya ualimu, huwa siitumiagi sana, na nimeamua kuanza sasa hivi kufungua watu kwa sababu nimekuwa kimya sana. Kwa hiyo nataka nihakikishe na kufungua watu kupitia hizi videos, na naamini nitakuwa nimeacha alama kwenye maisha ya watu. Unapopata somo kama hili, appreciate, andika, fundisha na pia wengine, na appreciate mtu aliyekufundisha. What ninakufundisha leo, maagano ambayo Mungu alikubaliana na Ibrahim, utayaona yote yapo kwenye Biblia. Yapo yote kwenye Biblia, na ninaweza nikakuoneshea. Mungu alikuwa ampi mtu baraka mpaka kubaliane naye. Ukisoma kuna miongoni mwa ahadi nyingi ambazo Mungu ameweka. Kuna ahadi ya baraka na ukombozi. Mwanzo sura 12 mstari wa 3. Mungu aliahidi kumbariki Abrahamu na familia za dunia kupitia kwake. Na ahadi hii imeelezwa kwa kina katika Agano Jipya, Yeremia 31 mstari wa 31 hadi wa 34, na Waebrania 8:6-13, na inahusiana na baraka za kiroho kabisa, ukombozi wa kiroho na kwa maana ya Waisraeli. Kwa maana nyingine, we all know that Mungu alimbariki Ibrahim. Alisema atakayekulani naye atalaaniwa, atakayekubariki atakubarikiwa, uzao wako utakuwa kama vumbi na uzao wako utabarikiwa. That imemfanya Ibrahim kila anachokizaa kinabarikiwa, kwa sababu alimzaa Isaka. Biblia inasema Isaka alitoka nchi yake akaenda nchi ya ugenini, na akapanda mbegu, akavuna mara 100, akafanikiwa ugenini. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo alikuwa tajiri vibaya mno. Hata Yakobo ndugu yake yule Esau alikuja kupewa mali baadaye, Yakobo alipokuwa anatoka kwa Laban. Mpenzi mtazamaji wa hii video, nini nakufundisha? Kuna watumishi wengine wanapokuwa wanaanza kazi ya Mungu, huwa wanapewa agano, wana makubaliano na Mungu. Aidha pastor wako unayemwamini, sitaki umdharau. Baba yako wa kiroho yoyote, sitaki ubezi na mimi, anakuwa amekubaliana na Mungu. Na what anakubaliana, let's say labda Prophet Shepherd au TB Joshua au nani, Mungu anakubaliana naye kwamba kuna wagonjwa watakuja wa kansa na watafunguliwa hapo. Kwa unapoenda kanisani pale, kwa mfano, unaweza ukapona, sio kwa sababu wewe mtakatifu au kwa sababu muda wako umefika wa kupona, ni kwa sababu Mungu alikubaliana na wewe mchungaji. Kwa hiyo ndio hii ni maswali ya watu wengi, kwa nini watu wengine wanafunguliwa kanisani? Na yule anapokuja anamvalue kwanza yule prophet kama baba yake wa kiroho. Hamchukulii mtu wa kawaida. Anamwona Prophet Shila kanyoa panki au Prophet Shila kavaa jeans. Kuna mtu anakuja kanisani anapoteza muujiza, afikirie hata kwamba kuna mtu anakuja ananichukulia Daniel Shila kasoma na mimi shuleni, au kanaona mtaani sijui natengeneza gari. Kuna mtu anakuja ananichukulia kama father, spiritual father, divine person. Nina agano tayari na Mungu, nikimwombea mtu HIV anapona. Kwa maana yake unapokuwa mtoto wa Nabii Shila, definitely unatembelea sasa ile grace, ile cover kwamba wewe ni mtoto wa Nabii Shila. Nabii Shila amekubaliana na Mungu kwamba kila mtoto wake hatakuwa maskini. Kwa unaanza kumachua kwenye uchumi wako, unaanza kufanikiwa as well as kwa baba yako wewe wa kiroho uko ulikuwa naye. Kwa tayari labda na agano na Mungu kwamba hakuna mtu mwanae wa kiroho atakuwa hana mimba. Kwa unapoenda pale kusali na kujinyenyekeza kwa mtoto wake. Kuna tofauti ya kuwa mtoto wa kiroho na muumini. Ukiwa kama muumini kanisani, wewe ni branda, wewe ni dad raf, wewe hamna kitu kichwani. Lakini ukiwa mtoto wa huyo unayemwona, kwanza ndo unapata baraka zake. Hata siku upo kanisani unaweza kujikuta unatuma sadaka kwenye simu. Hata kama hujaona naye miaka, utatuma fungu la 10. Maana wewe ni spiritual daughter or son. Sasa pale ndo unapokea neema zile za kinabii. Kwa mfano, kwa watoto wa Nuhu, Nuhu alikunywa pombe, akalewa chakali, akalala chini. Hili ni somo lijalo. Nitakufundisha namna ya kuwa mtoto wa kiroho na namna ya kuwa mtu tu unaenda kanisani. Nini una miss, nini unapata. Shalom, until next time, power. Unapoona video kama hii inakubariki, sambaza kwa watu wengine, share link, na maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Lakini sasa hivi ninataka niombe kwa ajili ya agano. Kuna watu wanatazama na wameshabarikiwa, wanasema sasa nahitaji kuwa na agano na mtumishi wa Mungu Prophet Shila. I need to make a covenant. I need to make a covenant with this person.
Na mimi nataka nikuombee sasa hivi unapotazama hii video, uwe Marekani, uwe Australia, uwe UK, uwe South Africa, uwe Tanzania, uwe Kenya, uwe Uganda. Ninakubariki katika jina la Yesu Kristo. As you watch this video, ninaachilia covenant, conditions na kubaliana na makubaliano na Mungu wa kwangu kwamba kila atakayetazama video hii Mungu akamponye kama ni mgonjwa, Mungu akampe kazi, Mungu akampandishe cheo, Mungu akampe uchumi. Kama anahitaji kusafiri kwenda nje, Mungu akampatie kibali, mafanikio, kila engo ya maisha yake ikawe na favor. Naachilia kibali, naachilia kuinuliwa, naachilia divine connection, naachilia mafanikio. Hautateseka, utakuwa kichwa wala sio mkia, utakuwa juu wala sio chini, utatembelea kwenye milima na sio mabonde. Naachilia mpenyo wa kifedha, naachilia baraka ya kinabii na neema ya kinabii ikakunyanyua viwango vingine vya kiroho na vya kimwili na vya kiuchumi katika jina la Yesu Kristo. Mungu namtumikia akaweke kituo cha malaika katika nyumba unaolala katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Power. Shalom. Hii video haitakuwa na namba hapa juu kwa sababu nimetumia simu, niko mbali na media guys. Kama unahitaji ushauri, unahitaji maombezi, unahitaji mafundisho, unahitaji anything from me, andika namba hii ya simu ya Tanzania +255 768 85 85 85. Kwa Kiswahili jumlisha 255 768 85 85 85. Hii namba natumia WhatsApp sana, nakuwa active sana WhatsApp. Tuma message na maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Kuanzia leo hii umetengeneza covenant. Na covenant huwa inafanyika na offerings also. So you can send your offering ipo sehemu zote. Kabla Mungu hajaweka covenant na Ibrahim, alimuomba sadaka. Kwa sadaka ni yoyote Mungu anakuongoza kwenye akili yako. Unahitaji kuweka agano kwenye biashara yako, unahitaji kuweka agano kwenye kampuni yako, kwenye familia yako, unamtengenezea Mungu sadaka. Na ili sadaka maana yake inakuwa ni msingi wa agano lako kwa Mungu. Wakati Yakobo yuko Luzu, alibadilisha ule mji akauita Betheli, akasema tauletea fungu la 10. Kwa sababu unapoamua mtu wa babako kilo, maana yake unatuma tithe, una bless the ministry and your life will never be the same no more. Nimefundisha agano, ni somo refu, na next time nitakuwa naelezea wapi Mungu alikuwa anakubaliana na Ibrahim na vitu vinakwenda kuwa vizuri, na pia nitakufundisha namna ya kuwa mtoto wa kiroho mzuri na Mungu unayemtumikia akafanya baraka kwako. Sambaza video hii, like, share. Shalom.